kijana kutoka pale Azam FC James Akaminko. Hizi taarifa zake bwana zikoje? Yanga wanataka kuimarisha kikosi chao. Akaminko anamalizia mkataba wake, fikiri ndo msimu wake wa mwisho. Yanga wanahitaji mchezaji wa kaliba kama ya Akaminko aje kukaa pale kwenye namba 6 ili aweze kumpunguzia majukumu mazito Duke Ogabuye, sio? Lakini pia kuna wachezaji ambao wako kwa mkopo kutoka vilabu mbalimbali ambao wako pale Yanga. Mimi ninachokiamini kitu kimoja tu. Kwa hiyo ni taarifa za kweli. Of course nimezisikia pia, na Akaminko ana uwezo binafsi anao, na ameprove odds nyingi kwa nafasi anayocheza. Ana uwezo wa kutoa kitu cha ziada, hilo tunalifahamu, lakini haitakuwa rahisi wao kumpata kama Azam hawajapata substitute yake, sababu miongoni mwa watu ambao Azam wanawategemea pia ni Akaminko. Kwa kama wakifika sehemu wakamkosa Akaminko, then kuna maisha mengine yataendelea, na kuna vitu lazima viendelee nje hapo. Kwa hiyo binafsi mimi niseme Yanga wana nafasi kubwa sana kama wakidhamiria kweli, kwa sababu pia kama kuna tetesi nyingine ambazo nimezisikia, inawezekana pia Faisal Salum Feitoto akaenda Simba msimu huu unaokuja, sio? Pamoja na huyu Shalulile akaenda kusimama kama striker pale Simba. Hizo ni baadhi ya habari ambazo ziko na nazifanyia uchunguzi pia, ili kuweza kupata uhakika wa asilimia zote, ili ije kuwapa. Azam na Faisal aliongeza mkataba wa mwaka mmoja. Na kuvunja mkataba wa mwaka mmoja, bado na mkataba wa mwaka mmoja. Yes, kuvunja mkataba wa mwaka mmoja sio kazi kubwa sana. Kitu ambacho kinawezekana kwa klabu zote mbili kubwa, Simba na Yanga, wanaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo wao wanataka kufanya, namna gani ambavyo wao wanataka kuishi na mchezaji, lakini Akaminko bado ni chaguo zuri na sahihi kwa klabu ya Yanga, kwa sababu nafasi ipo ya yeye kucheza. Yanga bado anapata shida sana toka ametoka Khalid Aucho kwenye eneo la namba 6. Na mara nyingi Yanga inapata changamoto hapo, lakini wana uwezo wa kufanya hivyo, na wana timu bora wanaweza wakafanya hivyo. Yanga hii mbovu ambao tunaisema ni mbovu, hao wote unaoona wazuri, hakuna hata mmoja ambaye amechukua pointi kwake. Kwa kuhalisia, James Akaminko ni miongoni mwa wachezaji ambao wanahusishwa na Young Africans, lakini mbali na James Akaminko pia Yanga wanahusishwa na mchezaji Suleiman Fofana kutoka pale ASEC. Yanga wamekuwa na urafiki mzuri sana na ASEC Mimosas, lakini pia kitu kingine Yanga, Engineer Harris amekuwa akimhusudu sana mwalimu yule wa ASEC Mimosas ambaye amekuwa akiwasaidia kwenye kukuza vipaji, na hicho ndio kitu ambacho mara nyingi kinawafanya wao kama wao waendelee kuona kwamba wanafanya kitu kilicho bora zaidi. Kwa hiyo kwa ASEC Mimosas, Suleiman Fofana Yanga wanamhitaji pia, na wameshaonyesha nia ya kufanya hivyo. Simba nao pia walikuwa wanamhitaji, lakini pia Akaminko Yanga wanamhitaji na wameshaonyesha nia ya kufanya hivyo. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji, huyu mwenyewe Kamurgisha pia Yanga walikuwa wanamhitaji. Kwa hiyo unaweza kuona hizi timu mbili kubwa za Kariakoo zimeanza kujiimarisha mapema, kwa sababu anajua msimu unaokuja hawataki kuwa na mambo mengi sana mwanzo, nataka tu msimu ukiisha watu waende pre-season, wakirudi maisha mengine yaendelee. Yanga na Simba msimu huu unaokuja naamini watafanya vizuri sana kimataifa, kwa sababu wote wanajiimarisha vizuri katika pande zote mbili. Lakini wasiwasi wangu tu ni kwa hawa ambao wanatumia njia ya mlango wa nyuma ili kuweza kujitengenezea brand, kwa hawa ambao wanawasimamia. Kwa hiyo kwangu mimi bado nafasi ipo kwa klabu ya Simba, nafasi ipo kwa klabu ya Yanga. Kwa James Akaminko. Na nadhani Yanga si mara ya kwanza kuhitaji wachezaji pale Azam. Walimchukua Prince Dube, lakini pia walikuwa nahusishwa na Sila ambaye Jibril Sila amehusishwa, lakini hata alivyokuwa huru Yanga hawakumchukua kwa sababu waliamini wanaweza wakapata kitu kilicho bora zaidi. Kwa hiyo mimi ni mtu wa mpira sana. Natamani Engineer arudi katika ukatili wake. Ni ukatili gani? Ukatili wa kufanya maamuzi magumu ya kuwapata wachezaji. Unajua hii Yanga inayopata wakati mgumu sasa hivi ni kwa sababu tu Engineer ameamua kufanya mambo kiprofessional.
kwa maana ya kusema hebu mwalimu, tumekuamini, hebu tupe signing zako, tupe sajili zako. Usajili na mwalimu sio engineer. Of course mimi naamini appointment zote amezifanya mwalimu. Mwalimu ndo kamuita Depu, mwalimu ndo kamuita Buba, mwalimu ndo kamuita Okelo. Mimi ninaamini haya. Yaani ninaamini kwa sababu unajua ninapozungumza, yani Pedro ndo kamuita Okelo. Ninapozungumza kilichofanyika kwa Okelo, mwalimu wakati amefika alipewa, tuna wachezaji hawa lakini tulikuwa tumemscout huyu na huyu, hebu tuambie tunaenda vipi. Akasema kwa striking force yenu ambayo nimeiona, nahitaji mtu mmoja anaitwa Dep kutoka Angola. Engineer Harris akapambana naye, na mhitaji mtu anaitwa Buba, kama unakumbuka signing yake kwa dakika za mwisho kabisa. Mimi huaga siamini kwamba wachezaji wote waliofika Yanga wamefeli, kwa sababu hawa ambao tunasema wamefeli wakiwemo wakina Musa Balakonte huko Raja Casablanca, toka amefika mpaka tunapozungumza mimi na wewe leo anaanza dakika 90 na hatokei benchi. Sasa sipo na ile kocha ambaye amekuwa kimhitaji, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa kocha Fadlu ambaye ndio amekuwa kimhitaji. Fadlu alimhitaji Musa Balakonte toka akiwa Simba. Ni ukatili wa Engineer Harris uliomfanya Musa Balakonte akaenda Jangwani na sio Msimbazi. Walichokifanya wao wakatafuta Kante, wakatupumbaza hapa. Iko hivi, huyu Fadlu mnayemuona leo anahusishwa pia na klabu ya Yanga. Miongoni mwa makocha ambao katika rada na scouting za Engineer Harris ni Fadlu Davis, na ni kwa sababu asilimia kubwa ya wachezaji ambao Fadlu alikuwa na appoint Engineer aliruka nao kama kipanga. Ndio maana nakwambiaje, ninatamani kuona ukatili wa Engineer Harris katika kufanya signing zake. Kwa tusishangae kuona Fadlu anahudumu pale Yanga. Jambo la kawaida kabisa, kwa sababu Fadlu ameondoka Simba baada ya mahitaji yake kutokukubaliwa. Ile ni mwalimu mzuri, mimi na wewe tunalifahamu hilo. Fadlu alikuwa Simba, ile ya Fadlu ilikuwa one of the best club, ndio maana mpaka finali. Kilichotokea wakaja wakauza wachezaji wote, ndio tunarudi kule. Kila mtu akawa na mchezaji wake, akaona sasa ni muda wa kufanya biashara, kila mtu akapita naye, wakaharibu timu kutokea pale. Mimi ninachokijua, Engineer Harris akaamua kusimama katika ule ukatili wake wa mpira. Sio ukatili wa roho ama ukatili wa maana mbaya. Ukatili wake ule wa kusema kwamba ninamtaka mchezaji fulani, namsafiria, ninamfuata na kwenda kumaliza, hata kwa kuzungumza na mzazi wake kama Stefano Azizi Kimwamba wa Gadugu. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nafikiri Engineer arudi kidogo, avae magwanda, aingie mstuni. Kuna picha moja ilikuwa na trend, kama utakuwa una kumbukumbu vizuri, kimuonyesha Engineer Harris pamoja na Galib Said Mohamed wakiwa katika mbuga, wamevaa nguo za kijeshi na silaha zao, wakiwa wanaenda wawinda, sio? Ile picha ilikuwa inatumika sana wakati Engineer ametoka yuko katika mawindo huko, akirudi na mnyama, mtu kama Stefano Azizi Ki, wakina Pacome Pedro Zouzoua, wakina Max Mpia Nzengeli, mtu kama Yao Kwasi Atola, mtu kama Guji Diara anarudi anachukua watu wa maana. Unaona kabisa hapa kocha rais kaenda kachukua watu. Mimi nafikiri Engineer avae magwanda tena aingie kazini ili kutengeneza itifaki ya heshima katika mitaa ya Kariakoo. Hakuna namna yoyote mtu yoyote mwenye akili timamu atakaye niambia wachezaji wa Yanga wamefeli nikamuelewa, kwa sababu wachezaji hao tunaosema wamefeli huko walipo wanaanza first 11 na nitegemezi. Changamoto iko sehemu hapa katika pitch, aidha ni mwalimu ama ni falsafa ya mwalimu ama namna ambavyo mwalimu anacheza. Kwa kwangu mimi bado nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba signing za Yanga zimefeli. Mimi nachangie bado na siungane na wewe unapozungumza kwamba sajili za Young Africans zimefanywa na kocha Pedro, wakati tumeshuhudia mengi Engineer amekuwa akiyafanya. Ninamaanisha mfano mzuri, wakati anakuja Balakonte Pedro alikuwa hayupo. Ninamaanisha nini nikisema amefanya Pedro? Mwalimu ndo anatoa suggestion, ninamtaka huyu. Ofisi ndo inafanya initiative za kumpata yule mtu. Buba Jamel wakati amefatwa ama mwalimu amepoint, bwana anataka winga wa kariba hii, wao wakapambana kina Engineer mpaka usiku wa manane. Nadhani unakumbuka, sio? Wakampata. Sio signing ya Engineer, ni jicho la mwalimu. Nimesema ninataka huyu.
Nikisema kwamba sajili ni za mwalimu, haimaanishi kwamba mwalimu ndo kaenda kuwafuatilia huko. Mwalimu ndo kapeleka majina mezani na wahitaji hawa. Kwa hiyo mwisho wa siku hawa watu wote wanakupa wanachotaka kutokana na maisha yalivyo. Kwa hiyo kwangu mimi bado natamani kumuona engineer akivaa roho yake kikatili katika mpira. Kuna sehemu heshima inaanza kushuka. Kwa hiyo unatuthibitishia kwamba Yanga wafahamu, wanaungana na Ally Kamwe kwamba engineer hakuhusika kupendekeza wachezaji. Uzuri mmoja, mimi huwa siunganagi na Ally Kamwe. Mimi huwa nazungumza kile ninachokijua. Hivi vilabu viwili hivi, Simba, Yanga, Azam, Singida na baadhi ya vilabu hapa Tanzania, nina watu ambao ni marafiki zangu wa karibu wamo ndani hivyo vilabu. Kwa hiyo zipo taarifa ambazo mimi nazipata za moja kwa moja ambazo hakuna mwandishi yoyote anaweza akazipata. Hakuna mwandishi yoyote anaweza akazipata. Nitakutolea mfano mmoja. Nilikwambia Simba wanakwenda kumchukua mchezaji mmoja kutoka Kenya. Wanamuita Starboy. Nikakwambia hakuna mwandishi ama mchambuzi yoyote katika ardhi ya Tanzania, kama yupo ajitokeze aseme. Nilikwambia huyu hawezi kucheza katika ligi yetu na hata cheza. Anacheza mechi ngapi? Bajabe. Hazizidi mechi 5 za ushindani. Mechi ya mwisho katoka benchi kaingia pale Meja ya Samuyo. Kakimbia mwenyewe karudi hivi kakaa chini kaomba kutoka na ndio ikawa mwisho wake wa safari. Nilisema mwanzo kuna mtu Simba wanamleta yuko hivi na hivi na katika nchi hata cheza kwa sababu ya majeraha. Ilitokea haikutokea. Kwa haya mambo huwa sizungumzi kwa mihemko kama hawa wachambuzi wenu wengine uchwara huko, wakishapewa vishingi 2000 basi wanaamua tu kutafuta wapi wanaenda kutafuta ugali wa kila siku. Mimi sizungumzi kutafuta ugali wa kila siku. Nazungumza facts za mpira. Kwa hata watu wenyewe ninaokaa nao, ninaozungumza nao pia. Ndio maana kila siku nawaambiaga watu, mtu anayesimama mbele yangu niambia Yanga imeshuka kiwango, inabidi ajieleze vizuri kwangu kweli kweli. Hii ni timu inaongoza kwa kufunga magoli mengi. Hii ni timu inayoongoza kwa kutokufungwa magoli mengi. Hii ni timu inaongoza kwa kupata players man of the match wengi kwenye timu zake, kwenye mechi zake anazocheza. Halafu leo hii mtu anataka kusema kwamba hii timu ni mbovu. Timu hiyo mbovu, timu nzuri iko wapi katika hizo ambazo wazifananisha naye? Utasikia mtu anakuambia ni Yanga ile. Usiniambie Yanga ile haikuwa kama hii. Niambie Mtibwa hii ni bora kuliko Yanga hii. Lakini ukiniambia Yanga ile, yani kupanda na kushuka grafu kwenye mpira kwenye timu ni kitu cha kawaida. Klasi inabaki pale pale, form ndio ina fluctuate tu. Kwa klasi ya Yanga iko pale pale, fomu yake ndio inapanda na kushuka. Haiwezekani katika siku 21 timu ikacheza mechi 7. Hakuna timu inafanya hivyo duniani. Hakuna. Na kati kuna mwingine huku anacheza Jumatatu, atapumzika Jumatatu, mtakutana naye Jumatatu ijayo. Hana mashindano yote. Mimi nakupa mfano ulio hai. Simba kwa mfano, hana mashindano yote ya kimataifa. Hana sehemu yote anashindana mashindano yote yanayotambulika na CAF. Kwa nini na viporo? Toa kiporo cha nini TRA. Hivyo vingine viporo ni vya nini? Kwa ajili ya nini? Bwana na mechi ngapi za viporo? Simba na viporo mechi 3. Hebu niambie viporo ni vya nini? Amevipata kwa ajili ya nini? Anashiriki mashindano gani makubwa ya kimataifa yanayomfanya asicheze? Ndio tunarudi pale pale. Kuna namna watu wanazungusha mambo ili mambo yakae katika mkao wao. Mtu hana mashindano yote ya kimataifa. Ni CRDB, FA, CRDB, akitoka CRDB, ligi kuu. Hayo mbona acheze? Anasubiri nini muda wote? Mtu anayecheza Jumamosi na anacheza Jumapili kiutaratibu, nani anataka kucheza kwanza kucheza? Mfano mzuri haya mazungumza ile mechi dhidi ya TRA kwamba achana na mechi ile ya TRA ambayo ilisimamishwa kutokana na mazingira hali ya hewa. Vilitokana wakati Simba anashiriki michuano ya kimataifa? Hapana. Yanga alikuwa anashiriki michuano ya kimataifa. Mbona hana kiporo? Mbona hana kiporo? Kiporo naye. Yanga hana kiporo hata kimoja. Kwa sasa. Lakini alikuwa na kiporo. Wakati Yanga anacheza viporo vyake, wao walikuwa wapi? Alikuwa anashiriki mashindano gani? Ndondokapo. Yaani inategemea na ratiba yule ambaye anakwenda kukutana naye. Hakuna ratiba. Hakuna ratiba utakaoniambia nitakuelewa. Kuna namna watu wanapika tu mambo yao kwa favor vitu vyao.
ili maisha yakae katika mfumo unaotaka wao. Wangekuwa wanatengenezwa vyovyote vile utakavyoiwekwa iko sawa, vyovyote vile utakavyoiweka itakaa vizuri tu. Lakini hata katika hivyo viporo vyote bado akishinda viporo vyake vyote, bado Yanga anakuwa na pointi moja ya ziada mkononi. Kwa nini unasema na Yanga? Na ni mimi. Kuna timu moja inaitwa Polisi iko pale Moshi. Hiyo ndio timu yangu. Hiyo ndio timu yangu. Mimi napenda mpira mzuri. Shabiki wa kutupa Manchester United, shabiki wa kutupa Real Madrid, sio Arsenal. Shabiki mimi siwezi nikashabikia Arsenal, labda na matatizo ya akili. Siwezi nikashabikia Arsenal. Siwezi nikashabikia timu ambayo haina malengo. Timu ambayo wanaitwa national team wanasingizia wanaumwa ili wasiende kutumikia mataifa yao kwa ajili ya kuja kugombania IPL. Alafu kwa masikitiko makubwa niwaambie tu leo wa Tanzania na watu duniani, wanaikosa IPL yenyewe. Arsenal wamebakisha mechi 7. Kwa sababu unauliza sasa nikwambie kwa sababu sinazungumza mpira, wamebakisha mechi 7. Katika mechi 7 za Arsenal, chukua kuna mechi 2 Arsenal watapoteza. Hizo ni pointi 6. Alafu anakutana Manchester City. Hii ambayo juzi imempiga mpira mpaka mwenyewe anachanganyikiwa. Jumlisha na majeraha aliyopata haya ya watu wake waliokuwa nao na hao ambao wamedanganya. Mungu si asumani, watayapata kweli sababu sio wanayaombea. Bwana, shukrani sana. Najua nimegusa Arsenal, kwa lazima ubadilishe mawazo.